Watu wanataka kubadilisha uchaguzi kwenye mwaka wa uchaguzi. Manake nini? Walitaka nchi isimame, isiwe na maendeleo, isiwe na shughuli yoyote ile. Kwa kuwa ukizuia uchaguzi, tafasiri yake umezuia hata kulipa mishahara wafanyakazi. Kwa sababu kwa mujibu wa katiba, unapokuwa na wizara ya fedha, unakuwa na mtu mmoja anaitwa PST, mlipaji mkuu wa serikali ambaye ni katibu mkuu. Unakuwa na waziri anayesimamia ile wizara. Ukizuia, maana yake huyo waziri hajulikani ni wa mwaka upi. Tafsiri yake ni kwamba nchi inasimama, shughuli za maendeleo zinakosekana. Nyinyi mnafahamu ya kwamba taifa letu tunanunua madawa na vifaa tiba kutoka nchi za nje. Unapozuia uchaguzi, tafsiri yake unapoteza uhalali wa mlipaji wa kuagiza hayo madawa. Anaagiza kwa mamlaka yapi? Unapozuia uchaguzi, unazuia shughuli zote za kimahusiano ya kimataifa. Maana taifa letu linakosa kuwa na waziri wa mambo ya nje. Kula kienda hawatampokea. Unasema wewe umetokea wapi? Tanzania. Kwani uchaguzi nini mmefanya? Tumeahirisha. Sasa wewe hii nafasi umeipataje? Sasa watu hawa ni rahisi tu kusema kwamba wanazuia, lakini wanachokizuia kimsingi hawazuii Rais Samia kuendelea kuwa rais. Wanachozuia ni huduma za serikali zisimame, alafu mambo yawe shagala bagala, nchi fanane na Banana Republic. Yaani nchi sio kuwa na utawala wa sheria. Itafika mahala sasa wewe na mgogoro wako wa ardhi, unahitaji msaada wa waziri wa ardhi. Unaenda waziri yupi mwenye mamlaka ya kuwepo wakati uchaguzi haupo? Sio tunaelewana vizuri. Kwa hiyo wanachokipambania ni kikubwa kuliko kile ambacho anakisema. Wanachokipambania ni kuharibu amani ya taifa letu. Kwa sababu kutakuwa nchi isiyokuwa na utawala wa nini? Wa sheria.